Naam, karibu tena mtazamaji. Uendeshaji wa pikipiki au bodaboda ni biashara inayotawaliwa kwa kiasi kikubwa na wanaume. Hata hivyo, wanawake wawili katika kaunti ya Kisii wamekwenda kinyume na taswira hii. Saa chache tu kabla ulimwengu kuadhimisha siku ya akina mama duniani, Esther Diana ametuandalia taarifa wanawake wawili ambao wanaendesha bodaboda Kisii, iliyotoa sauti na Catherine Imraget. Mwaka wa 2013 ulibadilisha maisha ya Fanny's Nyanchera Arisa alipokuwa safarini kuelekea kaunti ya Siaya. Njiani alimuona ajuza mmoja akiendesha pikipiki mtaani kwa jina la bodaboda. Ni tukio ambalo lilimbadilisha mawazo na kuamini kwamba hata wanawake wana uwezo wa kufanya kile wanaume wanachokifanya. Leo uamuzi huo umemfanya kuwa mmoja wa wanawake bomba wanaofanya biashara ya kuendesha pikipiki na kumsaidia kupata riziki yake ya kila siku. Ninatokanga kwa nyumba saa 1 hadi saa 12:30 kwa jumini mwanamke ziwezi pitisha saa 12:30. Licha ya uchungu wa kutengana na mume wake, Fanny's amewalea watoto wake wawili kwa kutumia mapato ya biashara yake ya bodaboda. Hii kazi imenisaidia, watoto wangu wamesoma kutoka darasa la kwanza wamefika form 4. Mara ya kwanza nilianza kuendesha hii pikipiki ndio walikuwa wameniangalia wakashangaa hii ni kazi gani anafanya, lakini saa hii vile tumekaa nao kwa muda wamenizoea tu ni kama kazi ya kawaida. So far hii kazi imenisaidia kwa sababu inanilishia familia. Nalipa rent, chakula, kulipa chama, then kulipa mikopo. Kemunto anathamini mapato kutoka kwa biashara yake. Hata hivyo, anakiri wanawake wengi huepuka biashara ya bodaboda kutokana na uhusiano wake na wanaume. Ukosefu wa vyoo vya umma na unyanyasaji kutoka kwa wanaume ni baadhi ya changamoto wanazokumbana wanawake wanaofanya biashara hii. Wanawake wenzangu wenye wako na nia na wajua wataanzia wapi, mimi nawapatia, nawaambia kazi ni kazi, watie bidii na waeke Mungu mbele. Akina mama hawa wamekuwa kioo cha jamii na mfano wa kutazamiwa katika jamii. Data rasmi inaonyesha kwa sasa 39.4% ya wanawake ni wateja halisi wa bodaboda. Wanawake wengine wanaona kama ni aibu, lakini kazi ni kazi. Na mimi naona hii ndiyo inafundisha watoto yake. Ako na jukumu ya kujitolea mwanga. Uwanga tunawasaidia sana, hata wakati hawana customer sisi ndio tunawatafutia, tunawapanga kwanza wanatoka kwa stage ndio sisi tunaingia. Tumeangazia kusupport wa mama ambao wanatoka wako na needy cases. Tunaona wametoka strongly, wamekuja stage, na tumeona wakishughulikia biashara ambazo zimekuwa zikiendelezwa na wanaume peke yao. Ulimwengu unaposherehekea akina mama, kisa cha Fanny's na Kemunto zinasimulia ujasiri na ukakamavu wa wanawake.